Tumekuja hapa kwa maelekezo ya mawaziri wawili, Mheshimiwa Deogratias Ndejembe, waziri wa nishati, na Mheshimiwa waziri wa mifugo na uvuvi, Mheshimiwa Dr. Bashiru Ali. Hapa kuna mradi wa kimkakati wa serikali wa ujenzi wa bandari ya uvuvi. Tunafahamu kwamba bandari hii ikiwa inafanya kazi itahitaji megawati 2.5. Tutawapa umeme moja kwa moja kutoka kwenye kituo chetu cha kuzalisha umeme cha Somanga. Tumeshatengeneza njia ya kusafirisha umeme ya msongo wa kilovoti 33 ambayo imegharimu zaidi ya shilingi bilioni 2. Iko mpaka hapo, lakini kulikuwa kuna kipengele cha mkandarasi kufanya majaribio ya mashine zake ambazo zimekuja. Viko vifaa pia bado hajavikamilisha ambavyo sisi tulikuwa tuko tayari kumletea umeme, ikiwemo kufuta bili aliyokuwa amepewa mwanzo ya zaidi ya shilingi milioni 55 ili aweze kupata hiyo mita na mambo mengine. Lakini sisi kwa heshima ya mradi wenyewe huu tuko tayari kuondoa hiyo bili ili tumletee umeme hapo, lakini bado hajawa na huo waya sasa wa ndani wa kuchukua umeme kutoka tutakapoufikisha kuingiza ndani. Ni kupongeze sana, umefika MD, sio wewe, umebeba na timu yako yote, mpo hapa ya wataalamu na mmetembelea kwenye bandari yetu na mmeona mahitaji ambayo yanatakiwa nyinyi mtoe. Miscommunication ambayo mwanzo ilitokea kwamba TANESCO inaonekana kama ilikuwa inakwamisha kutoa huduma, lakini tumeona kwamba pia mkandarasi hajakamilisha baadhi ya mifumo kwenye eneo lake ili TANESCO sasa na yenyewe ilete huduma ya umeme unaotakiwa kwenye eneo husika. Kwa mimi nikushukuru sana.